Kutokana na tathmini hiyo, kamati iliamua kiwango cha riba ya Benki Kuu kubaki 5.75 kwa robo ya pili ya mwaka huu. Kiwango hicho kilionekana ni sahihi kwa sasa katika kudhibiti mfumuko wa bei, kubakia ndani ya lengo la 3 hadi 5. Aidha, kiwango hicho kitawezesha kupunguza athari za mgogoro wa kisiasa unaoendelea Mashariki ya Kati kwenye uchumi wa nchi yetu. Mgogoro huu kama wote tunavyojua umeathiri biashara, uwekezaji na ustahimilivu wa uchumi wa dunia. Aidha, kamati imeamua kupunguza wigo wa riba ya Benki Kuu kutoka 2% au hasi 2 hadi chanya ya 1.5 au hasi 1.5 kuanzia mwezi Aprili mwaka huu. Sasa lengo la hatua hii ni kuboresha ufanisi wa utekelezaji wa sera ya fedha katika kuhakikisha mfumuko wa bei unabaki ndani ya lengo na kuchochea ukuaji wa uchumi. Sasa kufuatia uamuzi huu, wigo wa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya benki utakuwa kati ya 4.25 hadi 7.25 kwa robo ya pili ya mwaka huu. Hivyo, Benki Kuu itatekeleza sera ya fedha kwa lengo la kuhakikisha kuwa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya benki inabakia ndani ya wigo huo.